Washa taa katika hii safari. Neno la Bwana ni taa miguuni mwetu. Alright, tuna kazi katika 0719012700. Hiyo ni 0719012700. A very good morning to you. Tuanze na Wamalwa kutoka Bungoma. Wamalwa, good morning. Papa Amani Aida. Yes sir. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari ya masiku baba yangu? So far so good. God is good. Wow. Bungoma tumeamka vizuri baba, Mungu ametusaidia. Amen. Nani kama Kristo jamani? Nani kama yeye? Bila Roho Mtakatifu sisi ni bure, ndio bure kabisa. Baba, nashukuru Mungu, tunapumua, tunaishi, tunashukuru baba. Amen. Tuni kazi. Tunakupenda mchungaji. Asante sana. Wacha niwashe taa. Isaya 55. Yesu, Mungu anaambia Isaya kwamba aenda ambie watu wangu mimi nawapenda na wache machini. Wenye kiu. Wache kwa maji. Baba Amani Aida. Yeah. Kiu ni nyingi. Yesu anatuhitaji. Anatupenda hata kama tunachukiwa na watu. Yesu anatupenda zaidi. Amen. Anatuita kwamba tuche machini. Mwenye kiu na anywe maji. Kwa nini tuche majini? Ufunuo 22:15. Huko nje kuna mbwa mwitu, kuna wachawi, kuna wakanga, kuna washerati, kuna mbwa mbaya. Yeah. Tukimbie hayo yote, tuingie majini. Kwenye maji ndio kuna uzima. Amen. Kwenye maji ndio kuna amani. Ndio kuna maisha mazuri. Sio papa ni kukimbia mbio. Amen. Ili tujiponye mbio zako, zitakuponya. Ingia majini na unywe maji. Amen. Kama kuna mambo ndani mwako yenye Mungu hakupanda, unapokunywa maji haya, baba Yesu anapomoa vyote. Yesu ndio maji ya uzima. Waje tukimbie ndani ya maji, tunywe maji ya uzima hii ambayo ni Kristo, tunywe Yesu, tutembee na Yesu, tukule Yesu, tutakuwa na amani asubuhi ya leo. Waje kila mmoja akimbie mbio. Mbio. Asante. Bwana Mungu amani wabariki, na chana zangu washa taa mama assembly na baba wa imani. Karibu sana baba. Asante sana Wamalwa. Peterson, good morning. Bwana Amani, Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru pia mimi Mungu amesaidia niko mzima siku ya leo. Hallelujah. Amen, amen. Baridi ndio kwa wingi lakini ya Mungu yote. Uzuri ni msimu tu. Ni msimu yote na majirani yake, tunamshukuru. Asubuhi ya leo naomba tuwashe taa. Katika kitabu cha First Chronicles ama Mambo ya Nyakati wa kwanza. Tutaanzia mlango wa 4 na mstari wake wa 9 ambapo inasema mtumishi Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, all that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted him his request. Unaona? Sasa mchungaji, asubuhi ya leo tunao akina Jabezi ni wengi. Najua Jabezi inamaanisha uchungu. Kuna mtu amekuwa tuna machungu fulani yalimbandika kwa maisha, unaona? Na nikawa nazungumziwa, naambiwa ati unaweza pata tu mtu labda ni ile kesi kama vile umeiombea vile, ama labda masomo watoto wa karo imewalemea. So kuna ile uchungu fulani unatuma mtu anasahau hata anaenda mbele za. Unaona, Jabez alikuwa honorable, inamaanisha alikuwa mtu mkubwa sana wa heshima. Lakini kando na hiyo taito bado alikimbia, ama usia wangu asubuhi ya leo ni kwamba ukiweza Mungu wanga anaitika hata tukimuita, unaona? Wanga anaitika, haijalishi zile background zenye tuko nazo ama ni nini, kwa sababu Yohana 1:16 inasemanga ati katika utimilifu wake tulipata neema juu ya neema, unaona? Ndio tumepata that grace over grace again. Sasa ndio maana si kwamba tuko wazuri ama tunafanya kwa sababu nini, lakini kwa sababu Baba mwenyewe ameshatuhakikishia
kwamba tukiweza muita ataweza kutuitika. Na kwa hivyo asubuhi ya leo ningeomba tu mtu yote ambaye anasikiza labda ajiweke tu nguvu, labda changamoto zenye ziko kwa maisha yake ama nini asiziangalie zile, bali afix tu macho yake kwa Biblia, kwa Mungu, na Mungu atamsaidia. Amen. My brother, asante sana. Anaitwa Peterson, vizuri sana, ametukumbusha hapo story nzima na Jabez, mtu mwenye heshima zake lakini machungu nayo. Redio Maisha, hello. Amani Aila. Yes, Deacon. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi. Hallelujah. Imekuwa ni masiku tujaongea. Lakini kwa neema ya Mungu leo tumepatana. Amen. Mimi ni mzima, nimeamka salama, nashukuru Mungu kwa neema na nguvu ambayo amenipa asubuhi ya leo. Hallelujah. Sisi ni wale ambaye bila roho wa Mungu hatuwezi. Huyo roho anatuwezesha na anatusaidia. Nataka kuacha taa katika kitabu cha Zaburi 126 mstari wa 5. Inasema, wapandao kwa machozi watafuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, asichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Nataka kutia mtu nguvu moyo asubuhi ya leo, yule anayepitia hali ngumu, anayepitia changamoto, huduma ambayo inayumba, huduma ambayo inapigwa vita. Siku moja hakuna gold ambayo unaweza toka kwa mchanga na ikawa gold. Lazima ipitishwe kwa moto, iyeyuke. Ile process haikuangi rahisi. Inakuanga ngumu, inakuanga uchungu. Kila huduma ambayo unasikia leo imenawiri, leo inasikika. Ukisikia ushuhuda yake imetoka mbali sana. Yes. Kwa hivyo mtu ili ainuliwe, apandishwe, lazima apitie changamoto, lazima apitie hali ngumu. Yeah. Ili aweze kuitwa mkubwa, ili aweze kuitwa mheshimiwa. Lazima uwe umepitia mambo magumu. So asubuhi ya leo kuna nyakati na kuna masiku. Kuna nyakati na kuna wakati wa furaha. So nataka kukuambia mtu, hata kama unapitia wakati mgumu, lakini siku ya furaha inakuja. Siku ya kushangilia, siku ya furaha ya kelele inakuja. Amen. Kwa hivyo ajitie nguvu, aendelee kumtumaini. Amen. Aliyetuita ni mwaminifu na wa haki. Amen. Kazi njema aliyeanzisha kwetu ataikamilisha. Aliye mwanzilishi wa imani ndio mkamilishaji wa imani. Asante sana Amani Aila, Mungu akubariki sana asubuhi ya leo. Barikiwa zaidi Deacon Ruth, asante sana. Asante sana, my goodness. Angalia, twende madukani, turudi tuendelee kuwasha taa. Akianani na barikiwa tena sana. This is good. Paul Ongidi. Halo ndugu Aila, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mamukaje studioni? Nashukuru, sijui wewe? Ni jambo kabisa, nashukuru umetongoza katika maombi. Unajua nimesema tu ameni yangu hivi na wewe pia ndio wewe umeanza. Akianani? Nimefurahia sana, nimeona kweli Mungu anatupenda. Amen. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3. Andiko la kwanza hapa verse 1. There was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Nisienda sana, wacha niseme tu kwa kifupi kwamba huyu Nikodemo alikuwa kiongozi mkubwa sana. Bila ya kujali ukubwa wake ama ngazi yenye ako nayo, alinyenyekea na kaenda kumtafuta Yesu akaweze kumfundisha. Na kwa kukubali kwake, Yesu alimrekebisha. Na akamwambia, kweli mimi ndiye uzima, mimi ndiye njia, kweli na uzima. Aniaminie mimi atapata uzima. Huyu mtu hakuona haya. Hakujali capacity yake. Alikubali kufundishwa. Yes.
licha ya uongozi wake, licha ya ukubwa wake, alienda na kakubali kufundishwa. Sure. Hata sisi tunastahili tukubali kufundishwa. Tusiangalie ukubwa wetu, tusiangalie ujuaji wetu, hata kama tumesoma namna gani. Tukubali kufundishwa. Unajua ndugu Aila, ukikubali kufundishwa, mambo hizi zenye tunaona zikifanyika hapa nje haziwezi fanyika. Kweli. Hatutakubali kurushiana hata mamawe huko nje kwa njia ya dharau. Kwa sababu tunanyenyekea, tunakubali kufundishwa, to heed the advices of people wenye wanajua. Ni sikusikia vyema sana kuona vile yule askari alipigwa na mawe kule Homa Bay. Imagine, seriously. Mpaka kafura kichwa. Imagine that person, huyo askari is just a human being like you. Ni baba ya mtu, ni ndugu ya mtu. Baba ya mtu, ni mume wa mtu. Mtoto wa mtu. Na imagine unaweza pata huyo mtu ametoka sehemu ya mbali sana, hata kama ni kule Mombasa pwani, na kazi nimempeleka kule Kisumu. Sasa akienda ajeruhiwe kiasi hicho, atarudije kwao? Ukuje usikia amekufa kwa sababu ya kutofundishwa na kurekebishwa, ndio inafanya tunafanya vitu mbaya kama hizo. Tunastahili turudi kwa magoti. Tumlilie Mungu atusamehe. Asante my brother. Asante, ubarikiwe sana. Barikiwa zaidi, asante sana tu. Sylvia. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mzima. Nashukuru, sijui wewe. Mimi niko mzima, nashukuru Mungu pia. Luka 17:15. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kubwa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna kuponywa katika kushukuru. Na kuna kufunguliwa katika kushukuru. Ni watu wengi wamefanyiwa mazuri, lakini mtu anaenda tu akisaulika. Angalia hao watu walikuwa 10, lakini mmoja tu ndiye alirudi kumshukuru Mungu. Na kusema kama si Mungu, hakika mimi singekuwa penye nimekuwa. Na ni wengi katika maisha ambayo tunaishi sasa hivi, hata mtu mfanyie aje ana shukrani. Lakini maajabu ni kwamba ukiwa na shukrani, njia zingine zote zinafunguliwa. Wakati tulikuwa wadogo, ulikuwa ukipewa chakula, mama anakufunza, hata ni kiboko, anakuambia wewe sema asante. Lakini kwa maisha ya sasa hivi, hata ufanyie mtu nini, anaweza enda akisaulika tu hivyo hivyo. Lakini angalia huyu mmoja, aliporudi tena kushukuru, imani kuna mnyororo ambaye alikuwa naye ilirudi kufunguliwa. Ugonjwa ambao alikuwa amebakia kwa mwili, imani ilipona. Sasa ni asubuhi ya leo tujifunze kusema tu asante. Si kwamba lazima ulipe, hapana. Asante ina maana kubwa katika maisha yetu. Na ndio maana asubuhi huwa tunasema ni vizuri wakati unaamka shukuru Mungu. Sababu ni kwa wengi katika maisha walitakana kuamka hiyo siku, lakini hawakuamka. Lakini wewe ulipewa hiyo nafasi ya kuamka. Wewe tu sema tu asante, na unajua Mungu atabariki na atafungua njia. Wakati unatoka na kuingia, milango yako itafunguliwa. Barikiwa sana kwa Bwana. Barikiwa zaidi, asante sana Sylvia.